Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Antifoni na zaburi yetu ya leo ni ile ya ukurasa wa 200, inapatikana ukurasa wa 284. Ni ile ya goti lipigwe. Usikie kuomba kwangu, usinifiche uso wako siku ya shida yangu. Siku zangu zinatoweka kama moshi. Kwa sababu ya ghadhabu hivyo kilichotanda. Bali wewe Bwana utaketi ukimiliki milele. Atukuzwe Mama na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Mungu tusaidie, utuokoe, uturumie na
Jamani, tutaimba namba 90. Ni Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati sasa wa kukaribishana, na wale ambao wako nje wataingia nasi tukiimba upendo, 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 upendo. Tupungiane mikono. Upendo, 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 upendo. Ni ile ya siku, ni aya ile ya siku ya Mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafasi yake kuwa fidia kwa wengi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tukusihi uzitafakari haja za watu wako wanyenyekevu. Unyoshe mkono wako wa kuume ili utuepushie maadui wote, kwa Yesu Kristo mwana wako Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo letu la pili linatoka kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ule wa 4 mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mstari ule wa 11. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu upokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwa kwako, navyo vikaumbwa. Hili ndilo neno la Mungu. Neno la Mungu takasa lililotoka mbinguni, ambalo moto na panga haviwezi kuliishi. Tukiri kwa pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni. Imani ya mitume.
Amen. Yesu ni ukombozi wa wote, hakuna asiyepata ukombozi wa thamani. Ni juu yako na mimi kupokea kwa dhati kifo chake na wokovu cha Yesu Mnazareti. Ni ushindi, ushuhuda, tumaini letu sisi wanawake, ushuhuda wa tukio lake Yesu, kifo chake na wokovu cha Yesu Mnazareti. Wanawake jeshi kubwa popote ulimwenguni, wenye familia jeshi, wenye jamii ni jeshi, twajivunia hakika wa kufanya haya yote. Wanamna gani sasa maombi ya mwanamke? Maombi ya mwanamke ni nguzo imara sana. Mungu anasikiliza kilio cha mwanamke. Mwanamke aombaye kwa mzigo na uchungu, wanahitaji kufasta, kamwe hawezi kawia. Msingi ni Bwana Yesu. Tumeona wanawake, tukikaa ndani yake tutafanikiwa sana. Tunazaa mbegu bora na kuwafikia wote, na wengi watauona upendo wa Bwana Yesu. Bwana atafanya njia hata pasipo na njia. Mwaka huu tupambane, shetani atuogope. Hatutafanya mzaha, maombi mbele kwa mbele, na tushikilie pindo, yani pindo la Yesu. Mbinu za kufanikiwa, kukutana wanawake, kupanga na kuyafanya mambo yote elekezi. Tupambane kwa pamoja, kamwe tusirudi nyuma. Bwana atakuwa nasi daima milele yote. Tuandamane wapendwa, kuelekea Goligota, wenye ukombozi wetu ni pale Yesu alipo. Ni Yesu la msingi, ndiyo kwamba ukombozi tumepata. Tuzingatie hakika na mwisho tumefikia. Wanawake wa thamani, maombi ni nguzo yetu. Yapo mengi ya kusema kuhusu kifo cha Yesu, la msingi ndiyo kwamba ukombozi tumepata. Tuzingatie hakika na mwisho tumefikia. Wanawake wa thamani, maombi kwa duniani
Vigelegele kwa wingi. Vigelegele. Wamama tulioko huku jamani, kuimba hatuimbi, na vigelegele na makofi. Bwana. Zama Bwana. Mazingira ni uhai, tuyatunze. Tangazo la kwanza. Tunamshukuru Mungu wetu kwa kutulinda juma hili lote, nasi tunawakaribisha wote mliofika kuabudu pamoja nasi. Karibuni sana. Ratiba zetu za ibada inaongozwa na wanawake, mama askofu pamoja na mwenzake mama msaidizi wa askofu. Shughuli zote zitafanywa na wanawake, ila wazee wa zamu waliokuwa wamepangwa leo watasaidia katika kuhesabu sadaka. Tangazo la 6. Ibada ya Kwaresma ni kila siku ya Jumatano saa 10:30. Wote mnaombwa kuhudhuria. Labda ingawa mimi sio msemaji, naomba nisisitize hapa. Amen. Wamama hai hoi. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa zawadi ya siku ya leo na kuja katika sherehe hii kubwa. Mungu awabariki nyinyi nyote ambao mmefika katika ibada hii, wamama kwa wababa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliona kwenye matangazo Mkristo asiye na lawama, kila mtu alinyosha shingo amuone. Yule asiye na lawama ndio mimi nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Nina mambo tu mawili ya kuyaweka sawa watu wa Mungu. Jambo la kwanza, sikukuu ya wamama, tunaombea sana Mungu awabariki, na viongozi wetu Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana mama askofu na mama msaidizi wa askofu. Na katika ibada hii Mungu katufanyia pia maajabu. Tumefanywa surprise. Leo katika ibada hii tunaye askofu na msaidizi wa askofu. Kwa hiyo leo sitaweza kutamba sana. Mshajua bosi akiwepo mkulu. Kwa hiyo ninapenda kuomba jambo moja. Kiukweli wakati huu Mungu akipenda tulitangaza ile wiki iliyoisha na imempendeza Mungu, imeshafika. Tutakuwa na maombi ya siku 21 yatakayoanza kesho asubuhi na jioni ni saa 10:30. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka saa 12 tutamaliza haya maombi. Baba yetu Elia aliambiwa kula hichi chakula kitakusaidia uko mbele ya safari. Inawezekana leo kaona kila kitu kimenyooka, lakini ni kwa ajili ya pia kukusaidia na baadaye. Kwa hiyo tukaribia kwenye usharika wetu kwa ajili ya maombi kwa Kwaresma hii. Tupate nafasi ya kumlingana Bwana, tumuombe kwa kadri atakavyotujalia. Tuwakaribishe sana na viomba sana vikundi vya kwaya, kwa sababu pia bila maombi vikundi vya kwaya mwisho wa siku tutagombana huko njiani. Mafunuo ya Mungu yanaonekana, nyimbo zinaitika nzuri, ni kwa sababu pia wale vikundi wanakuwa wana maombi. Mungu anashushia wimbo ambao kila mahali mkiimba, kila mahali watu wanasikia faraja kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Pia njooni tuombe, na Jumamosi itakuwa ni saa 5 mpaka saa 6:30 kwa kadri Mungu atakayotujalia. Na nadhani ili baba askofu atalisema akipata nafasi hii kwamba tarehe 31 tutakuwa na ushirika mtakatifu hapa siku ya Jumanne ya watumishi wote. Baba askofu labda nafasi yake ikifika atasema na sisi. Basi baada ya kusema hayo makubwa, na siku ya Jumatano naomba nikumbushe kwaya ni ya upendo inahudumu kwenye ibada ya Kwaresma, kwaya ya upendo. Lakini tuwakaribishe sana watu wa Mungu, praise kama tulivyoomba, na tuzidi kuombea pia fundi mitambo. Mungu awape neema yote tuweze kufanya hayo maombi ya siku 21. Tunawaalika sana. Tumsifu Yesu Kristo. Msaidizi wa askofu aje atusalimie, na baada ya msaidizi wa askofu atamuinua baba askofu ili pia naye asalimu watu wa sharika kanisa kuu. Karibu sana baba. Baba
Wewe ni nani jamaa? Mi ni baba. Wewe ni nani bwana? Mi ni baba. Kanisa linanitegemea, taifa linanitegemea. Napata shida kule, lakini nasema kumbe leo ni siku ya kina mama. Yaani nilikuwa napata tabu kule. Haleluya. Lakini amani kwa sababu leo ni siku ya kina basi nafikiri tuvumilie hivyo hivyo. Tuvumilie, lakini tukumbuke bado ni Kwaresma. Basi nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa kwanza kumshukuru Mungu, lakini kuwashukuru viongozi wetu wa ibada, kushukuru Baba Chaplain na Wakristo wote ambao tumepata nafasi siku hii maalum kina mama ambao ni siku yao. Na tutaona mambo makubwa. Zaburi ile ya 68 aya ya 11 inawapendelea sana kina mama na inasema wazi, kina mama watangazao habari njema. Imefananisha kuwa ni jeshi kubwa, na ni kweli ni jeshi kubwa. Tumeona juzi pale Mji Mpya. Kwa kweli mkiamua jambo lenu linaenda. Lakini na sisi kina baba, una sehemu fulani nilisema sisi ni wachache lakini ni makomando wa Yesu. Basi kwa heshima kubwa kama alivyosema baba mchungaji, kwamba leo mpendwa ni muinue sasa baba askofu aje mbele atusalimie, na kama kuna matangazo tafadhali ataweka mbele. Karibu baba askofu. Baba huyo baba. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu ambaye ametupa neema na kibali hiki cha kushiriki ibada hii muhimu sana kwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, kuona wakina mama jinsi walivyopendeza. Hongereni sana. Sasa tulipokuwa tumekaa kule, anaongoza liturujia Mama Dini, mhubiri Mama Askofu, msoma somo la kwanza Mama Chaplain. Niwapongezeni wamama wote, hongereni sana. Kipekee kwa maandalizi mazuri ambayo mmeyafanya. Nimeona tangu ile juzi pale Mji Mpya wamama wote wa madhehebu yote, lakini leo pia mmefanya vizuri sana. Sisi tunaendelea kuwaombea. Wanawake mna sifa nzuri sana. Ya kwanza upendo, ya pili huruma, ya tatu wacha Mungu. Hizo sifa ni kubwa sana. Ndio maana hata wa kwanza kwenda kaburini walikuwa wamama. Alafu walio muokoa Musa walikuwa wamama. Lakini kuna sifa nyingine hiyo. Mungu atusaidie. Utashangaa ndio wenye huruma, ndio wenye upendo, lakini mkigeuka wababa wataniambia hawa hatuwezi tukakaa. Niwaombe kipindi hiki mkatende matendo ya huruma. Tunasikia vibaya sana ukisikia mama ndio kanyonga mtoto. Ni jambo la kusikitisha sana. Hayo hatuyategemei. Endeni mkatende mema. Na mimi ndio wito wangu kwenu,
mnaposherehekea maadhimisho haya, kadumisheni mahusiano mazuri huko nyumbani, mazuri. Sababu muda mwingine unaweza ukachangamka sana, ukifika nyumbani unasema Mungu wangu, kwa nini nimerudi? Naomba sana tudumishe kila mahali, kila mahali. Ndugu zangu, nina mambo machache niwaombe dini pamoja na chaplain wakakae sasa ili mimi niseme haya. Kwanza, tarehe 31 ya mwezi huu tutakuwa na wa dayosisi yetu ya Morogoro. Ibada hii itawaunganisha pia wazee wa kanisa, kwa sababu hao kama nilivyotangulia kusema huko siku za nyuma ni wasaidizi wangu, lakini itawaunganisha na viongozi wa jumuiya wote. Ni ibada maalum kabla hatujaingia katika Alhamisi Kuu ambapo tutashiriki chakula cha Bwana wote. Ibada hii ni kuandaa wachungaji wanapoenda kwa ajili ya Juma Takatifu, wajiweke wakfu mikononi mwa Mungu. Jambo la msingi, hivyo tuendelee kuliombea, lakini pia tuweze kushiriki kikamilifu. Tarehe 4 tulikuwa na ibada hapa maalum. Ibada hii ilihusisha na viongozi wa serikali, lakini ni ibada ambayo iliwaita wadau kutoka sehemu mbalimbali. Na ibada hiyo ilikuwa ni ya uzinduzi wa mpango mkakati wa KKKT Dayosisi ya Morogoro. Mambo tutakayoyatekeleza kwa kipindi cha miaka 5 yako humu. Sasa kila usharika, kila msharika na kila mzee wa kanisa, kila kiongozi wa jumuiya na hata msharika mmoja mmoja anapaswa kuwa na kitabu hiki ili kujua mipango ya dayosisi hii. Kwa sababu wewe ni mdau mkubwa na mshiriki mkubwa, ni muhimu sana sana. Jumatano nilisema nilipokuwa kwenye ibada kwamba sasa kila usharika utapanda action plan yake humu ndani. Utachukua unanyefua kipi cha kufanya, kipi cha kutekeleza ili twende. Niwaombe sana. Ninatamani kila msharika awe na nakala hii. Na sio hilo tu, kitabu hiki utakapokichukua pamoja na mipango iliyoko humu ndani, tumeanza kutekeleza lengo namba 10 kwa ajili ya miundombinu ya dayosisi. Tumeunda kamati maalum ilikaoshughulikia usimamizi wa ujenzi wa makao makuu ya dayosisi. Na sasa wachungaji pamoja na wajumbe ambao sasa watakuja kueleza mkakati mzima tutakavyoweza kutekeleza mpango huu. Kwa hiyo niwaombe sana. Nakala ya kitabu hiki ni shilingi 10,000. Lakini pia kwa mapenzi mema uliokuwa nayo kwa dayosisi yetu hii, unaweza kuchangia, kwa sababu fedha itakayopatikana inaelekezwa kwenye ujenzi wa makao makuu ya dayosisi yetu. Tulipokuwa Juma tarehe 4 tulipokuwa tunazindua, watu walikichukua kitabu hiki, wengine walichukua kwa 500,000, wengine walichukua kwa 100,000, na kwa sababu vilikuwa vichache vilikuwa vimefika, basi vilinunuliwa na jumla tulipata milioni 9 kwa ajili ya kitabu hiki. Kwa hiyo niwaombe sana kila msharika aone ni wajibu wake kukichukua kitabu hiki. Jambo la tatu, sasa tumekuwa na hii siku nzuri sana. Dini pamoja na chaplain, hasa dini, naomba uiandike hii kwamba tarehe 15 mwezi wa 6, basi nitaiandika barua hii kwa dayosisi nzima. Sasa wababa muongoze ibada tarehe 15. Tarehe 15/6. Wababa tujiandae kwa ajili ya kuongoza. Mwenyekiti wa wanaume hapa yuko wapi? Kaka yangu pale. Basi niombe sasa tujipange vizuri. Tujipange vizuri, tarehe hii iwe tarehe yetu. Naomba dini iandike, waandikiwe sharika zote ili kwa ajili ya utekelezaji wa jambo hili. Maana ni siku muhimu sana kwetu. Lakini pia tarehe 24 mwezi wa 5 tutakuwa na ibada hapa.
Ibada hiyo ni ibada ya kuwabariki wachungaji. Matukio ya kiaskofu yatafanyika sana kanisa kuu. Tulikuwa tunazunguka, lakini sasa tumeona tuelekeze kanisa kuu, kwa sababu ndipo mahali ambapo kiti cha askofu kipo na matamko yatokee hapa ili yaende huko sehemu nyingine. Kwa hiyo niwaombe muendelee kuwaombea sana wachungaji hawa ambao wanapokea huduma hii ya kiuchungaji, ambayo ibada hii itafanyika mahali hapa. Na ibada hii pia nitatoa maelekezo kwa chaplain pamoja na dini kuunganisha matukio yaliyoko hapa usharikani, yale ambayo yanatugusa sisi. Lakini mwisho niwapongezeni Esther pamoja na Erinju. Hongereni, na sisi tunawaombea, maana tulipiga magoti na mmetangazia msamaha. Mungu amekuwa pamoja na ninyi. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea sana sana. Niwatakieni baraka, amani na utulivu wa Mungu madhabahuni pake. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen. Tena nini? Wanangu jamani. Ninamwona simba yule pale. Mungu wangu. Au turudi nyuma? Hayo sikashige mosi wangu. Ujue tukiwa na tujua hunduka. Weshu. Njoni. Mungu wangu. Njoni niwaonyeshe simba anavyotaka. Anatakaje? Mungu wangu. Ujue simba. Mwenzetu mmoja anachukuliwa. Mwenzetu mmoja anachukuliwa na simba. Tulikuwa watatu. Sasa hivi tuko wawili sasa hivi. 1, 2. Mwenzetu amechukuliwa. Tulikuwa watatu. Sasa hivi tuko wawili. 1, 2. Wewe afande, ina maana hutuelewi. Mwenzetu mmoja amechukuliwa afande. Watatu. Mchaga mmoja ameondoka. Mchaga mmoja. Tulikuwa watatu. 1, 2. Amechukuliwa mwenzetu. Yule mchungaji. Afande. Ina maana tulikuwa watatu afande. Mlikuwa ngapi? Watatu. Hebu hesabu. 1, 2. Tena ni mchaga aliyechukuliwa. Amechukuliwa mchaga. Tuko watatu. Toka. Nikajua mwenzangu amebaki. Wai. Wapo. Yaani hata maandiko, toa kwanza boriti kwenye jicho lako, ndipo utakapoona kibanzi kwenye jicho la mwenzio. Yaani mtu anabaki anazungumza ya wenzie, lakini yeye hazungumzia kwake. Badala pia ya kuombea mema, huwa tunaombea mabaya, au pia tunazungumzia wenzetu mabaya, badala pengine ya kuonya, badala ya kubariki, badala ya kufundisha. Ndio kama hapa sasa. Wako watatu, ni kwamba naona yeye hayupo. Yaani katika mabaya yeye anaona hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutoe kwanza boriti kwenye jicho letu, ndipo tunaweza kuona kibanzi kilichopo kwenye jicho la mwenzio. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kila mmoja atakuwa amepata hapo kimoja la kujifunza. Je, wewe unasomekaje katika jamii, katika familia, katika kanisa?
Kikubwa ni kwamba tubariki na kuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa ni mlinzi, ni askari mlindaji kwa ajili ya pori, lakini walikuwa hawajitambui. Kila nikiweka sawa, lakini hawajitambui. Jamani, tupo hivyo hata sisi wengine hapa. Tuangalie kwanza ya kwetu na ndipo tuangalie ya wenzetu. Amina. Bwana ibada hii ya siku ya Bwana katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Somo letu la leo tutalipata kutoka kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote. Yakobo 3 mstari wa 5 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavo msitu mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumejifunza kwa habari ya ulimi. Ulimi ni kiungo kidogo kweli, lakini wakati mwingine ulimi huo ukitumika vibaya hulaani, na ukitumika vizuri hubariki. Ulimi ni kiungo kidogo, lakini huwa na majivuno makuu. Yamkini mwingine anabarikiwa kupata mali, basi anaanza kujivuna, anaanza kudharau wengine. Huo ni ulimi unaotumika vibaya. Na ulimi huu ukitumika vibaya hutoa maneno ya uongo, ya uchonganishi, na watu wakagombana wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulimi ukitumika vizuri, amen, hubariki. Na ulimi ukitumika vizuri huokoa, huponya nafsi za wale waliovunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunaonywa kutoka kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 29 mpaka 32. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuchunge ndimi zetu tunapoongea. Tuwe watu wa kubariki, si wa kulaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Yaani nikwambie, ibada nzima mshukuru anasema ulimi. Mimi wala hata sijasikiliza. Mimi moyoni huku cheko. Mimi namchungulia. Mama Neema amenifurahisha. Alivovaa. Wewe umeona nguo? Yebo alizovaa. Nimechungulia za chooni. Maisha haya hatari. Jamani, sisi tuvopendeza. Kuisha kupo. Kabisa. Ni bora uanzie chini, alafu upande juu. Bwana ukianzia kule ukashushwa. Lakini pia na mizigo mingi mmebeba. Hii ni kwa Kwaresma. Hebu usibaki na mzigo wako. Yesu ametoa wito, amesema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Hebu beba mizigo yako ilete msalabani. Na wasihi Kwaresma hii siishi bado mkiwa na mizigo yenu. Nilikuja kanisani kweli, nimevaa nguo ya zamani na viatu vilivyochakaa na moyo uliopondeka, lakini narudi nyumbani nikiwa na utu upya. Haleluya. Vigelegele kwao. Itua. Bwana Yesu asifiwe. Ni fundisho moja zuri. Inawezekana wengine tumetoka machozi kidogo, lakini niwashukuru kwa sababu mnatupeleka kwenye tafakari ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu ni wakaribishe watu wa praise, watatuongoza kwa ajili ya shukrani ya wiki, lakini pia mtatupeleka Calvario.
Ukombozi tulipata pale, na amani tulipata uzima nilipata, amani nilipata. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Zaidi ni fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Mabinti. Bwana Yesu asifiwe. Waliovaa sare, Mungu awabariki. Wameitika. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba niseme na ninyi mabinti. Nyinyi ni wamama, si ndio? Au wanawake, nitumie neno wanawake. Hii ni ibada ya wanawake. Lakini tuna vipindi vya kila Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Muda ni saa ngapi mwenyekiti? Saa 9. Tunapaswa kuandaa kwa ajili ya baadaye, kwa ajili ya kesho. Niwaombe mabinti mliosimama, msiseme sisi bado ni wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Nyie ni wanawake. Nyie ile kusema kwamba mimi msichana. Hapana, wewe msichana hatujakataa. Lakini wewe ni mwanamke. Ninapaswa kualika kama mama. Mimi ni mama yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaalika Jumamosi. Mwenyekiti, angalia kundi lililopo. Naomba msirudi nyuma. Lakini pia nipende kutumia nafasi hii kwa ajili ya tutakuwa na uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Uimbaji ambao utakuwa ni mwezi wa 3 tarehe 20 na ngapi mwenyekiti? 28. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hawamfahamu mwenyekiti wa kina mama. Naomba usimame mama. Huyu ndio mama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumepewa agizo. Hili ni pamoja na kina mama ambao hatushiriki kwenye vipindi vya kina mama.
sisi ni akina nani? Mabinti tukae. Sisi ni akina nani? Tunakwepea wapi? Sisi ni wanawake. Ni lazima tuende kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ni lazima tuje kwa ajili ya kumtumikia nani? Mungu. Ni lazima tumege mkate pamoja kwa umoja, tusiachane. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa agizo na uongozi kule kwamba tunapaswa kusimama watu kuanzia 50. Sasa wakisimama hawa hapa hawajafika wangapi? 50. Ni waombe. Tayari nadhani maandalizi yameshaanza. Jumamosi ni waalike. Tunapaswa kuanzia 60 mpaka amina. Hii ni cathedral. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni cathedral. Mwaka huu ni la amelishika neno langu.
Mungu ya kushukuru tuendelee kuomba. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Turudishie sifa, tukufu na heshima Mungu kwa siku ya leo ambayo imekupendeza watoto wako na watumishi wako kuingia hemani mwako. Tunasema asante Mungu kwa wiki ambalo Bwana tumeanza nalo. Umeendelea kutufunika katika uwepo wako. Tunasema asante kwa malaika wa ambao wameendelea kuhudumu pamoja nasi. Asante Mungu, ulianza nasi katika ibada hii, mfalme wa amani. Na sasa Mungu, tumekuja katika kipindi cha maombi kuleta haja zetu mbele zako. Tunaleta Mungu taifa letu la Tanzania mikononi mwako. Tunaombea Mungu maamuzi ambayo Mungu yanatoka katika nchi yetu. Tunaombea kiti cha rais, tunaombea kiti cha waziri mkuu, tunaombea Mungu kiti cha mbunge, tunaombea Mungu kiti cha diwani, tunaombea Mungu kiti cha mwenyekiti wa serikali za mtaa. Mungu, tunaombea kiti cha balozi. Mungu, watu hao wote wanashughulika na maisha yetu katika taifa letu la Tanzania. Tunaomba Mungu amani yako Bwana katika nchi yetu. Tunaombea vijana wetu wa kike kwa wa kiume, mfalme wa amani. Familia zote Mungu zina majonzi, kila mmoja kwa nafasi yake. Lakini leo tumepata nafasi ya kuja madhabahuni kwako kutoa mizigo. Tunazileta familia zetu mikononi mwako, tukiendelea kuomba toba na rehema, mfalme wa amani. Tusamehe Mungu wetu. Samehe Mungu pale ambapo Bwana tumefanya chanzo cha uharibifu. Tusamehe Mungu, tumeharibu mazingira ya utunzaji wa watoto. Tumeharibu mazingira Mungu ya utunzaji wa waume zetu. Tumesahau ya kwamba sisi tunahitajika kupiga magoti mbele zako na kuwaombea. Utusamehe Mungu wetu. Tunakuja madhabahuni kwako Bwana, tukikabidhi sasa familia zetu mikononi mwako. Jinsi ambavyo Bwana zienende katika nchi inayokupendeza wewe Bwana. Wakastawi Mungu, wakastawi majumbani, wakastawi mashuleni, wakastawi kwenye vyuo. Asante Mungu kwa kuwa Bwana kijana wa Kikristo aliyeingia katika hema hii Bwana hata kuwa kama jinsi alivyo. Asante kwa kuwa Mungu utakuwa umembadilisha Bwana. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya wababa na wamama walioingia katika ibada hii Bwana. Mungu ukatembee nao. Tunaliombea kanisa, mfalme wa amani. Tukiombea Bwana mkuu wetu wa kanisa. Tunaomba Mungu ukampe Mungu hekima na maarifa, akaendelee kutawala katika hekima na kimo chako, mfalme wa amani. Asante Mungu, tunaiombea dayosisi yetu ya Morogoro. Tukimwombea Mungu askofu wetu. Tunaomba Bwana ukaendelee kumjaza hekima na maarifa. Lakini zaidi Mungu ukaendelee kumzungushia ulinzi wa moto wako. Bwana, tunaamuru malaika zako wa kupanda na kushuka katika zamu, mfalme wa amani, wakamzingire. Bwana, tunaomba ya kwamba Mungu katika kile kiti kiko maamuzi mengi, lakini Bwana tunajua muamuzi ni wewe Yesu, ambaye unaweza kumuongoza kuhani wako Bwana. Nampa kwa mafuta wako Bwana, akaiongoza dayosisi katika njia inayokupendeza we Mungu. Asante Mungu hata kwa ajili ya uzinduzi Mungu wa mpango kazi ambao Mungu tutatembea nao katika miaka 5. Mungu, sisi kama jeshi kubwa la wanawake tunaomba tupe kukaa magotini na kuiombea, ili Mungu tunapomwombea askofu wetu, tunapomwombea msaidizi wake, ambapo Mungu anatembea pamoja katika maarifa, wape roho ya umoja na mshikamano. Asante Mungu, tunaombea Mungu kanisa kuu ambalo Bwana ndiko kilipo kiti cha askofu na ndipo kilipo kiti cha msaidizi wa askofu. Mahali hapa ni lango la dayosisi, mfalme wa amani. Tunakusihi Mungu, malaika zako wa lango wasipate nafasi ya kuondoka, wakaketi kila wakati, wakabariki watu wanaoingia na kutoka, ili kiti hiki Bwana kikapate kuzungukwa na uwepo wako. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Tunaombea Mungu viongozi wa jumuiya. Tunaombea Mungu viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa. Tunawaombea wachungaji wote, maana mahali hapa ni lango la dayosisi. Tunawaombea wainjilisti wote. Tunawaombea maparishi weka wote. Tunawaombea wenye viti wote. Tunaomba Bwana usimame pamoja nasi. Tembea pamoja nasi katika maisha yetu. Asante Roho Mtakatifu. Tunasema asante kwa kuwa Bwana kanisa utalipa utulivu na hekima.
Asante Mungu kwa kuwa Bwana, hata viongozi wa kanisa wamekiri ya kwamba Dayosisi ya Morogoro kupitia viongozi wetu utulivu na amani umepatikana. Na sisi ndivyo tunavyokiri mbele za madhabahu hii kusema, asante Mungu kwa roho ya unyenyekevu uliotupa. Tupe kutulia nyumbani mwako. Tupe kutulia nyumbani mwako tukazipate baraka. Na Mungu, siku ya kesho tutarudi maofisini mwetu, biashara, mifugo, na kila mmoja atakapotoka katika haya malango, uso wako uende pamoja naye. Asante kwa ajili ya viongozi wetu walioongoza ibada, wazee wa kanisa, kamati mbalimbali, viongozi. Bwana, usiwaache. Tendo hili lilotendeka mahali hapa ikawe ni chanzo cha upatanisho na agano lako, ili Mungu tutembee pamoja nawe 2026 tukauone utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Mfalme tumeomba hivi na kuamini, amen. Amen. Ni wewe tu, haleluya. Yesu, 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 nainua macho yangu nikitazama ni wewe tu, haleluya. Yesu, 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 nainua macho yangu nikitazama ni wewe tu, haleluya. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa mambo makuu Mungu aliyoyatenda. Tunasema asanteni sana wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tujipigie makofi kujipongeza. Mungu ametupa kibali cha kuongoza ibada. Niwashukuru sana mama zetu, viongozi wetu, Mama Askofu Dr. Pindua na mwinjilisti. Tunakushukuru sana. Mama msaidizi wa askofu, Mungu akubariki sana. Asanteni kwa huduma. Mama Chaplain, Mungu akubariki sana kwa neno. Asanteni wazee wa kanisa kwa jinsi. Kwa wageni rasmi ambao ni washarika wote, tarehe 8 mwezi wa 3 2026. Ndugu wageni rasmi, baba askofu, msaidizi wa askofu, mchungaji wa usharika, wazee wa baraza, wanawake wote na washarika kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwanza tunawakaribisha sana wageni rasmi wetu wote ambao ni washarika wote wa kanisa kuu Ubungo wakiongozwa na baba askofu wetu. Karibuni sana. Neno letu tunalotembea nalo siku ya leo ni kutoka 33 mstari wa 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Ndugu wageni rasmi, leo ni siku ya wanawake ambapo wanawake wa usharika wa kanisa kuu Ubungo tunafurahia siku yetu ya wanawake. Wanawake wa kanisa kuu Ubungo tuna umoja wetu ambapo tulianza na wanawake wachache, lakini mpaka leo hii tumeungana na kufikia wanawake zaidi ya 200 katika umoja wetu. Malengo ya umoja wa wanawake ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuwaunganisha wanawake wote wa kanisa kuu Ubungo na kuwa kitu kimoja, tukinia mamoja. Pili, kuendeleza miradi ambayo ilianzishwa na wanawake wachache ambayo ni maturubai, viti na mahema, ambapo mwaka huu 2026 tuna matarajio ya kukusanya milioni 8 kwa ajili ya uboreshaji wa mradi wetu na kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu wanawake wa usharika. Kuwatembelea wanawake wenye matatizo kama kuumwa, kufiwa na majanga mbalimbali, kuwafariji na kuwatia moyo. Kuwatembelea wanawake wa mitaa ya usharika wetu na kuwatia moyo ili waweze kusonga mbele. Pia na sisi kujifunza kutoka kwao. Kuwa na semina wanawake kila mwaka kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali pamoja na kukua kiroho. Kuwa na siku ya kuwatunza watumishi wetu kila mwaka ili kuwatia moyo kwa kazi ngumu wanaoifanya. Mafanikio. Mwaka jana 2025 tumefanikiwa kushirikiana na wenzetu watatu ambao walikuwa na sherehe za watoto wao na kuwapa moyo kiroho na kimwili, yani kuwasaidia katika hali na mali ambao watoto wao walipata wenza wao. Namba 2, tumefanikiwa kushirikiana na usharika kufanya maandalizi ya kuwaingiza watumishi kazini
ambayo shughuli hii ilifanyika mwezi Novemba usharikani mwetu. Tumefanikiwa kuwa na maturubai matatu, likiwemo moja la kisasa na mawili ya zamani, viti 180 na meza 20. Tumefanikiwa kuendeleza kuhamasisha wanawake kujiunga kwenye umoja wetu. Wengi wamehamasika na kuhudhuria siku ya wanawake ambayo ni siku ya Jumamosi kwenye umoja wetu. Tumefanikiwa kuchangia ununuzi wa zulia ambalo liko mbele ya madhabahu yetu. Pia kuna changamoto, ndugu wageni rasmi. Tuna changamoto kidogo katika umoja wetu kama ifuatavyo: kuwa na turubai moja la kisasa na mengine bado ni ya zamani. Pia kuwa na viti vya kizamani ambavyo kwa sasa ni ngumu kuvikodisha, kwani wakodishaji wengi wanataka viti vya kisasa ambavyo ni rahisi kuvipamba, hivyo kusababisha mradi wetu kusuasua. Mradi huu unatusaidia kutoa michango kwenye dayosisi na jimbo na shughuli za wanawake kama sherehe au misiba inapotokea. Pili, mapato hafifu kwenye swala la ada ya wanawake ambao ni shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Na ni wanawake wachache tu wanaochangia kwa sababu ya kipato duni, na wengine wana uhitaji mkubwa, kwani tunatamani kumfikia kila mwanamke anapopata changamoto yoyote au anapokuwa na sherehe. Shukrani. Ndugu wageni rasmi, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu muweza wa yote kutufikisha hapa tulipofikia, kwani si kwa akili zetu bali ni kwa uwezo wa Mungu. Tunamshukuru sana viongozi wetu wa usharika pamoja na ofisi ya usharika kwa ujumla. Tunaombea kwa kutuombea na kutushauri mara kwa mara tulipohitaji ushauri wao. Hawakusita kutushauri. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana viongozi wetu wa kamati ya malezi wakiongozwa na Mzee Kapinga, mama walezi wetu ambao ni mama msaidizi wa askofu, mama askofu, mama Mshukuru Mkenda, mama Ishumi, wengine ambao walitupa ushauri mara kwa mara. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana viongozi wa wanawake wakiongozwa na mwenyekiti Rose Mwilongo, Parishiweka na viongozi wote wanawake kwa ujumla wao. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana uongozi wa dayosisi, mkuu wa kanisa, askofu wetu, msaidizi wa askofu na wa viongozi wote wa dayosisi na jimbo. Mwisho tunawashukuru sana viongozi wa usharika wote, maana tulipokuja kwenu tuwaombe tumekwama, hamkusita kutusaidia na mlitubeba. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwisho wa risala yetu imeandaliwa na wanawake wa kanisa kuu Bungo. Bwana Yesu asifiwe. Mazito matatu kwenye risala. Basi wakati huu naomba nimkaribishe mwenyekiti wetu wa malezi popote alipo. Mwenyekiti wa malezi Mzee Kapinga, kokote ulipo, ili ya kuendesha ibada yetu leo. Lakini kazi niliyopewa ni kumkaribisha mchungaji wetu. Baba mchungaji, karibu. Mchungaji Shukuru Mkenda. Kazi hii ni kazi ya Mungu, si ndio? Na wenzetu wameonyesha uhitaji, na katika uhitaji huu wanahitaji uwezeshwaji wa kifedha, na uwezeshaji wa kifedha ndio utawavusha kufanya mambo makubwa zaidi. Lakini pia niwapongeze kwa mambo mazuri ambayo mmeyafanya na kuyaonyesha. Tunashukuru sana. Leo mmeipamba ibada hii, na kazi hii mlioifanya ninyi mnakumbuka katika Biblia watu wa kwanza kwenda kaburini, si ndio waliobeba habari njema? Tunatamani wanawake wabebe habari njema. Niliogopa hapa wale walikuwa wanalia kusema kwamba mimi kasema hiki, mimi kasema hiki. Lile igizo limeumiza, si ndio? Lakini tabia hii nafikiri kwa sababu ninyi mmepewa habari njema, basi bebeni habari njema za Yesu. Na mahali popote mtakapokwenda mkawa ushuhuda mwema. Mkawa ushuhuda mwema. Kile kitendo cha kusababisha vilio vya wengine
ninyi msiwe kanisa hilo. Msiwe kilio kwenye nyumba zetu. Ukisikia baba analia ujue kuna shida, si ndio? Baba akimbie nyumba yake. Kitu naamini kwamba ninyi mtakuwa watu wema. Sasa mimi niombe tu, kila mtu anatenda kama anavyokusudiwa moyoni mwake. Na kwa sababu nimepewa mamlaka kwenye kiti hiki, si ndio kiti kinanipa nguvu ya kuongea. Nilikuwa nawaambia watu, jina langu niliopewa na wazazi wangu ni George. Niliopewa mimi na Mungu. Ofisi ya diocese ambayo mimi nipo natumika. Sababu niko kanisa kuu, basi nitaunga kazi hii kwa 500,000. Sawa. Lakini pia sikiti kiko Bungo kwa mamlaka niliopewa. Mtunza hazina uko wapi? Wazee wa kanisa simameni, wazee wa kanisa simameni, wazee wa kanisa wote. Kwa mamlaka niliopewa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, na kwa mamlaka ya kiti hiki, kanisa kuu Bungo, tutatoa 500,000 kusaidia kazi ya wanawake. Sasa si angalau imesaidia, si ndio? Sasa mimi na mke wangu tutachangia 100,000. Wa baba ni muombe tu aongezee afikie 100,000 tu, wala siangalie wakubwa tu. Asante sana. Atatoa 100,000. Wanawake, nimefarijika sana. Na kazi yetu hii ni ya kushikana mikono. Tunachanga fedha nyingi kwenye harusi na kwenye mambo mengi, lakini kwenye kazi ya Mungu hii ni baraka zaidi. Kwa hiyo tuwapongezeni wanawake wote kwa kazi nzuri mlioifanya. Tulichokipokea leo ni ahadi. Naomba kila mtu aliyeahidi aweze kutimiza, ili wamama waweze kutimiza lengo kusudiwa. Niwatakieni baraka na amani za Mungu. Asanteni kwa heshima kubwa mliotupa, na risala nimeipokea sasa, na majibu ya risala ndio hayo. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Pale mlipopunguza na familia zenu mkazidishiwe kwa kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Naomba moja kwa moja nimkaribishe mwanamke mwenzetu aweze kuendelea na mnada kwa kifupi sana. Karibu sana mwanamke mwenzetu. Naomba umlete kwa mbwembwe zote. Karibu mwanamke mwenzetu uweze kutuanzishia mnada. Karibu sana. Nyosha mkono, changia kwa shilingi 50,000. Ile pale. Naomba nipelekee pale. Naomba nisaidiwe pale kwa ajili ya muda. Asante. Mwingine, naomba nyosha mkono. Shilingi 50,000. Nyosha mkono. Nikuletea. Tumhimidi Bwana. Nipende kumkaribisha Baba Askofu kwa ajili ya baraka. Karibu baba. Bwana akubarikie na ukulinda, akuangazie uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mate
Tunawashukuru sana Wakristo kwa ajili ya uvumilivu. Tunajua ibada imekuwa ndefu, lakini Mungu awabariki sana. Asanteni sana viongozi wetu, baba askofu, dini, mchungaji ambao mmeweza kuwa na uvumilivu mkubwa namna hii. Mungu akawabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwisho wa ibada yetu. Wote semeni take care. Maki tumenyoshwa leo. Wakina baba ameambiwa take care. Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.